Viongozi wa Umoja wa Ulaya wanatarajiwa kukutana Alhamisi hii mjini Brussels katika juhudi za kutafuta majibu ya pamoja dhidi ya azma ya Rais wa Marekani Donald Trump ya kukitwaa kisiwa cha Greenland. Rais Donald Trump alikuwa ametangaza kuziwekea ushuru wa 10% bidhaa kutoka kwa washirika kadhaa wa Ulaya kuanzia Februari mosi, lakini alibadilisha mawazo yake siku ya Jumatano. Mabadiliko hayo ya Trump aliyatangaza mjini Davos, Uswisi, wakati akihutubia jukwaa la kimataifa la uchumi na kusema kuwa kuna mfumo mpya wa makubaliano na NATO kuhusu usalama katika kanda ya Arctic bila Marekani kutumia nguvu kuchukua Greenland. Hata hivyo, bado kulikuwa na maswali mengi ambayo hayajajibiwa kuhusu maana ya makubaliano hayo ya Greenland. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amekaribisha uamuzi wa Rais wa Marekani Donald Trump kuachana na vitisho vya kutwaa Greenland kwa nguvu kutoka kwa mshirika wake Denmark, akikiita kitendo hicho njia sahihi ya kutafuta. Akizungumza katika kongamano la uchumi mjini Davos, Merz aliongeza kwa kusema kuwa tishio lolote la kutwaa eneo la Ulaya kwa kutumia nguvu halikubaliki, na ushuru mpya pia ungeathiri misingi ya mahusiano ya pande mbili kati ya Ulaya na Marekani. Kabla ya mkutano wa Brussels, maofisa kadhaa walisisitiza kwamba Umoja wa Ulaya unajaribu kutafuta ufumbuzi wa suala hilo na kwamba muungano huo ungefikiria kuchukua hatua za kujibu tu ikiwa ushuru uliotishwa ungewekwa. Kwa mujibu wa rais wa halmashauri ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen, wiki hii ya mikusanyiko na Trump inamaanisha kwamba uhusiano kati ya Ulaya na Marekani upo njia panda. Wakati huo huo, pia katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami NATO Mark Rutte amesema kwamba amefanya mazungumzo na Rais Donald Trump juu ya kuendelea kulifanya eneo la Arctic kuwa salama. Rutte alisema kuwa mazungumzo zaidi yatahakikisha kwamba linapokuja suala la Greenland, hasa China na Urusi hazipati nafasi ya kuingia kwenye uchumi wa Greenland au kijeshi nchini Greenland. Kuhusu eneo la Arctic, Rais Trump katika muhula wake wa kwanza tayari alisema kwamba tunapaswa kutumia muda zaidi na nguvu zaidi katika Arctic na kulilinda dhidi ya Warusi na Wachina kwa sababu njia za baharini zinaanza kufunguka. Greenland ndio, lakini si Greenland pekee. Ni eneo zima la nchi 7 za Arctic ndani ya NATO pamoja na moja nje ya NATO. Urusi na hizi 7 zinapaswa kujilinda dhidi ya Urusi na China. Hata hivyo, Wizara ya Mambo ya Nje ya China imekanusha madai hayo, iliyoyataja kuwa hayana msingi wowote juu ya kitisho cha China katika kanda ya Arctic. Msemaji wa wizara hiyo, Guo Jiakun, aliongeza kwa kusema kwamba China inapinga utaratibu wa kubuni mambo kutoka hewani na kuitumia China kama kisingizio cha kutafuta maslahi binafsi. Lakini Waziri Mkuu wa Denmark, Mette Frederiksen, amesisitiza kwamba nchi yake haiwezi kujadili juu ya mamlaka yake, akiongeza kwamba usalama katika kanda ya Arctic ni suala linalohusu NATO yote na kwamba ni jambo jema na la kawaida kujadiliwa kati ya Rais wa Marekani na Katibu Mkuu wa NATO Mark Rutte. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.